Naam, karibu tena mtazamaji. Kaunti ya Busia inakabiliwa na changamoto kubwa ya uhaba wa damu, kwa wagonjwa wengi wakilazimika kutafuta usaidizi katika maeneo mengine na kugharamika zaidi. Ni yale ambayo imeilazimu serikali ya kaunti ya Busia kuwarai wenyeji mara kwa mara kujitokeza na kutoa msaada wa damu ili kuwasaidia wagonjwa. Mkurugenzi wa idara ya afya katika serikali ya kaunti ya Busia, Daktari Nina Rabare, amesema licha ya juhudi ya kaunti hiyo imeshindwa kupata damu inayohitajika kuwasaidia wagonjwa. Hata hivyo, muungano wa mashabiki wa Man United eneo la Magharibi umeanzisha hamasisho kwa wanachama wake na wenyeji ili kujitokeza kwa wingi ili kutoa damu. Like for example, you can have a patient in the maternity ward that needs blood. That patient, if not given blood urgently, we end up losing those mothers. So it is important that when we have blood in our satellite, it will help us to curb this. We also have sickle cell patients who in their life they use blood. So this will help us so much to get blood for them so that we don't lose any sickle cell patient. Blood donation is a process, and the machines that are used to screen it, it's actually illegal in the county to transfuse and screen blood. So all this blood has to be pulled together, and we have to donate from all our areas that we get blood, then pull this blood with other counties and take it to our regional screening centers. For us, we've been lumped up with Nyanza region, so we take our blood to Kisumu. That's where our blood gets screened at. And this may take some time, sometimes leading to delays. Nia yetu ni kuhamasisha umma kwamba tuko na hiyo kazi Jumamosi, ndio sababu tuko hapa kueneza ili injili tupate watu wengi sana. Tunakadiria kama tukipata kama pint 200 hata kama ni 300, ingawa tungependelea zaidi, tutakuwa tumepiga hatua kubwa sana. Vile mmesikia, tuko na upungufu kubwa wa damu katika kaunti hii ya Busia.